kuna inzi weupe, kuna chawa wekundu. Wote wale ni wadudu. Huyo mheshimiwa aliyosema nematodes, huo si mdudu ila huo ni ugonjwa ambao kitaalamu wanasema root knock. Anakuwa ameziba ile mizizi ya nyanya, kwamba nyanya haiwezi kupata maji yanayotoka chini au mbolea kuweza kutengeneza chakula chake, na photosynthesis inakuwa imezuiliwa. Kuna mtu ameshawahi kulima nyanya? Ulijifunza nini kwenye nyanya? Kwenye nyanya? Tulijifunza kwenye nyanya. Unapolima nyanya, unatakiwa una mtaji kutosha. Unamaanisha nini unasema mtaji? Yaani una pesa kununulia madawa kama kugharamikia nini. Wengi wako wanakwama kuna nyanya kwa sababu anakuwa hajajiandaa kimtaji. Kitu cha kwanza kujifunza. Kitu kingine ndio kuhakikisha una maji ya kutosha. Bustani za huku mtu kwa mfano wakati wa kiangazi mtu anamwagilia kwa kulimbika kisimani ndoo. Na nyanya inatakiwa ipate maji angalau mara 2 kwa siku. Mtu anamwagilia mara moja tu. Tena ya kulashia. Vitu ndio hivi. Kama unaposema mtaji ni wewe mwenyewe. Kwanza wewe hapo ulipo kama kijana, wewe ni mtaji tosha. Nguvu zako ulizonazo ni mtaji tosha. Kwanza ili uweze kuwa mkulima bora, lazima uangalie uwe muelewa. Uelewa ni kitu moja cha na uwe na nguvu za kuweza kufanya ile kazi. Swala la maji ni muhimu sana. Kwa hapa kijijini kwetu tumeona kweli tuna changamoto ya maji. Na pale hatuwezi tukazalisha nyanya kama kweli hatuna nini? Maji. Tuna maji. Kwa sababu nyinyi kama wana kijiji hatuwezi sema ukachote ndoo za maji ulete pale tuanze kumwagilia. Si sahihi. Unapoona kile kidude kimoja, kile kitobo kimoja cha zile drip line, ndani ya lisali zima tunatoa nusu lita. Tuna drip line, tuna vitobo vingi sana mule ndani. Kuna vikitu vingine vitafungwa hapa shambani hapo bado. Hivyo vyote navyo vinahitaji maji. Kwa hiyo maji nayo ni changamoto. Fungicides. Herbicides hazitumii kwenye nyanya. Tunatumia tu insecticides na fungicides. Hivi viuatilifu vyote hivyo ni sumu. Sumu zote ambazo mtakuwa mnazitumia pale, muwe makini sana. Ukiingia pale baada ya kufanya shughuli za shambani pale, hakikisha umenawa mikono yako na sabuni. Kama unakula kucha, usiende pale. Ni hatari. Unaweza ukawa umefanya kazi pale umekula kucha. Kuna dawa moja tunayo inaitwa Nimrod. Kitaalamu ni systemic chemical. Ni kali sana. Umeishika pale, then ukagusa tu mdomoni. Nadhani unajua kitakachofuata ni nini. Kwa hiyo nyinyi mbio chukue tahadhari wakati mnazitumia. Wengine watu wasitizieni wadogo zangu, wakati ukishapanda kule usiwe na mazoea ya kuingia mule ndani kama wewe si mhusika. Umeona ulivyo wengi hivi. Inabidi mchaguane kama 3, 2 mpaka 4 mwisho wa kuingia mule ndani. Kwa sababu vazi tunalo moja tumewapa kwa ajili ya kuvaa, na maski tunayo moja. Maski nadhani mzetu wa halmashauri wataongezea maski. Ila hilo vazi ndio la watu wangapi? 3. Na usiingie mule ndani kama haujavaa. Pili, viatu tena. Usiingie mule ndani kama hujavaa hayo viatu. Hilo kidogo. Mbolea iko kama karanga, usije ukala. Ni hatari. Unaona? Nyanya zikianza kuiva, usiende kule ndani unavuna unakula. Unaona? Bado ni hatari. Kuna kitu tunaita PHI, pre-harvest interval. Ni kitu muhimu sana cha kuangalia. Utasubiri kwanza aliyepiga dawa akupe ratiba yake. Akwambie mimi nimepiga dawa
siku 14. Natakiwa baada ya dawa ukae siku 14 ndio uvune kitu mule ndani. La sivyo kuna madhara mengi sana yanatokea pale, kama utachukua tahadhari ambazo nakwambia. Umeelewa? Na wanaopiga dawa, kwa sababu hapa tutachaguana ambao watakuwa wanapiga dawa. Utakuwa wanapiga dawa, usipige dawa wakati una mawazo, usipige dawa wakati umegombana na rafiki yako, mfanyaje? Ni hatari. Unaweza kupiga ile dawa una mawazo yako upate, kama tu unaona kwamba wewe haujisikii, mtu sikulazimisha kwenda kufanya kazi pale. Mwambie mimi sijisikii kwenda kufanya kazi. Bora uache kuliko kwenda pale. Nadhani mmenielewa. Kuna swali Ukiwa na mawazo kuna madhara gani? Sijaelewa. Ukiwa na mawazo, mimi naamini kwamba utakapokuwa na stress, tunaita stress, nasikia watu wanasema stress unaweza kufanya kitu ambacho hukutegemea kukifanya. Umeona? Sasa una mawazo unaenda kufuchika sumu, si sahihi. Umeona? Una mawazo unaenda kukoroga sumu, si sahihi. Na zile sumu msikae nazo sehemu mnazolala. Unaweza kuta wewe umegombana na huyu dada, alafu ndio unaenda unakoroga sumu, alafu ndio unapiga. Si sahihi. Umeelewa mjane? Swali lingine? Nitakuwa na maswali kama kuuliza. Swali langu la kwanza nisema kwamba tunapoweka ile mbegu kwa sababu siku 20. Je, zikizidi zaidi ya 21 madhara gani? La pili, kwa watu watakuwa wanaweka dawa mno. Amuoni umuhimu wa kuleta kinga vya kuwakinga ile mikono yao? Kinga zote. Kuna drops, kuna mask na kuna ile personal protective ila kuvaa. Swala mea unakishafika siku 21 unakuwa mkono unakuwa sana. Kwenye ile tray, kama tray ya mayai, hizo tray kwa sababu kama tray za mayai ndio tunajaza pale, tunazipatia pale. Utajikunja baada ya siku 21 utaanza kujikunja. Utaona umesimama au siku 21 ikipita utaona unajikunja. Sasa ukijikunja si unaanguka. Ndio maana nashauri siku 21. Swali langu na maswali ni kama hivi. Sawa sawa. Kwenye hiyo greenhouse sasa kuna miche 300. Je, mchumo mmoja una madebe mangapi? Alafu ile nyanya kisha ichuma inashika muda wa siku ngapi mpaka inaoza? Siku 30. Siku 30, lakini sasa usiweke chini. Toka kwenye crate, kwenye hilo zile tenga za nyasi unafahamu? Au wanaita crate zile. Ndio naiweka kule. Sema unajua kuna nyanya aina mbili. Kuna nyanya ile ya duara, unaifahamu? Alafu na ile nyanya mshumaa. Nyanya ambayo ni nzuri, nyanya mshumaa. Umeona kwa sababu haina maji mengi mule ndani. Alafu shelf life, nataka shelf life ile swali umeuliza kwamba muda wake wa kuweza kukaa baada ya kutoka shambani ni mrefu zaidi ile nyanya ya duara hiyo. Zile nyanya za duara sio nzuri, hata mama wanajua. Na ibada swala. Unaweza kuchuma mchumo mmoja za watoa debe. Hapo sasa inategemea na ule utunzaji wenu, ile kazi sasa mliotamka. Ile kazi kama kweli kazi mliifanya, mchumo wa kwanza ndio unakuwa mkubwa zaidi. Unaweza ukavuna hata tani moja, kilo 1000. Pale tunapima kwa kilo, hatupimi kwa njia nyingine, mpaka kwa kilo. Kwa hiyo mtakachokuwa mnavuna, mkivuna mnaweka kwenye mizani. Mnajua leo tumevuna kilo fulani. Mnaandika. Mwisho wa siku sasa baada ya kuja kumaliza mnapima. Tulivuna kiasi gani? Baada ya kumaliza nyanya, mfanya tusema crop rotation, mnazunguka mnaenda zao lingine. Labda mtaweza kuamua sasa baada ya kuzalisha hii tuende kwenye matango. Kuna matango nayo yanavunwa mwaka mzima na limu mule ndani. Na kuna aina ngapi za dawa mpaka kufika na chuma nyanya? Aina ngapi za dawa? Dawa sasa nimekwambia tuna dawa mbili, ni makundi mawili. Tuna hiyo pesticide na fungicide. Tunategemea na wadudu waliopo. Dawa unapiga unavyomuona mdudu. Sio unapiga tu. Unapiga unavyomuona mdudu.
Kwa hiyo sasa tunawapa dawa mbalimbali. Hizo dawa ziko pale. Baadaye tutaenda kuziangalia, tutaeleza dawa hii ni kazi gani, ni kazi gani, ni kazi gani, ni kazi gani. Sasa ukiona wewe mdudu, sema tumeona inzi weupe. Kuna dawa moja tunaita Golani. Unachukua mils 10. Inawezekana kijana kupata maisha bora. Inawezekana kijana kupata maisha bora. Inawezekana. Unapotandaza tumia mkono bao mtumii. Unapotandaza tumia mkono bao. Alafu joint hakikisha kiganja chako. Kamba nini bwana wewe? Kiganja cha mkono ndio inchi moja hiyo ya kuacha joint. Kidogo unaweka kule sana. Na udongo kwapi? Udongo huo. Wao walikuwa nasema tuongeze nguvu, wengine ili waweke hapo, wengine waweke hapo. Udongo gani unatakiwa ngani vipi? Yaani nafikisha mwisho huku. Udongo Sasa hivi. Chukua, pokea udongo hapo basi. Udongo wetu huku. Unakuwa nawekea kwa hapa. Unaona hapo utakapokuja kuweka tofali, unawekea kwa hapa. Upande wa nje. Yes. Pande. Kikubwa. Hicho hapa. Acha tu nataka kukwambia. Unakuwa unaenda chap chap unatandaza Udongo sasa. Udongo amchukua hapo kipande. Naona unatandaza alafu unaunganisha unanyoosha. Bana joint ile tofali linaenea hapo, bana joint. Bana joint. Vipi? Ndio cheki hapo unaona. Na udongo kidogo. Mwambie kwa changanya udongo vizuri. Unaona mchanga tu. Saidi. Wewe Saidi. Udongo changanyeni vizuri. Naomba. Hili ni sinki baba. Thank you. Haya tofali sio anaweka hapa, yani yatatuponda. Hiyo square pipe ikae juu. Hayo achana nayo, unaibia kwenye mota. Ndio mnasema unafunga baba. Linapokaa upande ndivyo lilikubali kufiatuliwa. Achana nayo. Yaani babu hapo kuna kunishauri hapo babu. Tokeni basi. Huyu jamaa anataka kuisha. Umeshanyoosha ulalo? Chanyoosha. Usione hapo sana, Neema atadondoka. Ukwambia uchukue bomba bwana, ili unanyoosha moja kwa moja. Mbona wengine wanakataa? Baba, angalia bomba yenyewe ndefu sana. Hapa inaenea. Hii hapo. Hapa.
maji weka kwa huko, sisi kaikalia vikapinda ovyo. Aya, lame. Dongo mesha. Mheshimiwa, udongo. Mesha. Tunaona hapo. Tunapima. Jamani, hebu tumalize hizo kozi 3 alafu tukague. Sawa? Nachelewesha. Mtoaji bwana. Hiyo itakuwa hapo. Safari imelepa. Pima huku, kagua huku. Jamani, mwambia ile kozi ya pili sio ngapi tukague. Sio mnaenda bila kukagua. Utakuta ukuta huko nje. Mtu analala anakuja kuamka mvua inanyesha. Na hapo. Na hapo. Natakiwa uwe 13 na inchi 3. Unaelewa? 13 na inchi 3. Mpeleka tofali ya chini tu. Naona hii hili tofali hapa, hili la 3 limeenda ndani sana, hata huku nje linaonekana. Yaani 13 na 62. Hapa juu Chini sentimita. Pima inchi. Hesabu inchi. na nchi mbili. Kwenye nje mjomba. Ndio maana nimewambia hapa wameshakosea. Hebu weka pima maji. Hebu weka pima maji hivi simame. Angalamba. Angalamba uchawi wangu ni nani? Hamna mbena mimi kama mtu kakuona nani. Inawezekana mapema sana nakuja linamwagiliwa maji kuzunguka. Sawa bwana fundi? Sawa. Linamwagiliwa maji basi mnaliacha. Nafikiri kwa sababu nani ipo baada kama ya saa moja mnakuja mnamwagilia na udongo unakuwa umeandaliwa, naanza kujenga. Sawa? Vibaki tu mumu. Mwagiwa. Natakiwa imwagiliwe baada ya saa moja, ije imwagiliwe na kuanza kujenga. Sawa? Kwa hiyo ndio nimesema mapema sana nakuja namwagiliwa. Hata kama ulikuwa bado napiga mswaki, nakuja namwagilia hapa. Mwagilia asubuhi na jioni. Mfano tukimwagia saa 2 hiyo tunakuja kumwagia tatu.
Tukimaliza tunafukia, tunasawazisha. Kesho kutwa asubuhi sana tunamwagilia kwa ajili ya kupandia sasa hizo nini hizo. Cha kufanya unachukua hii media unafunguliwa kwa huku, umeona unashika hapa, unachana, kisha chana unaingiza kwenye ndoo ya maji, ndoo ya lita 20, lakini usijaze maji lita 20, weka maji lita 7 kwenye yale maji. Chukua hii, mwaga mule ndani, changanya hadi changamane kabisa na maji. Jaza kwenye tray. Usijaze tray hapa mpaka juu. Weka robo 3. Weka mbegu, jazia kidogo. Peleka ndani ya greenhouse. Kule ndani ya greenhouse. Weka juu ya kichanja. Yasikae chini. Ukiweka chini hapa ni hatari. Kisha water lodging inaharibika. Weka juu kwenye kichanja. Shika juu kwenye kichanja ndio utakuwa unapika na hilo bomba kwa ajili ya kupika. Siku moja mpaka 7 na kwa germination imeshaonekana. Utakuwa imeshaanza kuchipua. Utaona vimiche vimetokea. Baada ya siku 7, siku ya 8 anza kumwagilia na hiyo mbolea. Hii mbolea hii. Pima gramu 10, kijiko kimoja cha chakula, weka kwenye ndoo, changanya vizuri, mwaga kwenye ile bomba. Nyunyizia. Siku 3 unamwagilia kwa mbolea. Siku 1 unamwagilia maji ya kawaida. Siku 3 kwa mbolea, siku 1 kwa maji ya kawaida. Siku 3 kwa mbolea, siku 1 kwa maji ya kawaida. Siku 3 ya mbolea, siku 1 ya maji. Mpaka zifikie siku ngapi? 21. Siku ya 22 utatoa, siku ya 22 unafanya kazi moja. Tray inabebwa hivi. Tray liko hivi. Tray inabebwa hivi. Alibebwa hivi, beba hivi na beba kwa chini. Sina mbegu hivi. Mtakaa wawili. Mmoja atakuwa ameshika tray, mmoja anakuwa anapanda chini. Utakachokifanya, chukua kidole hiki, ingiza hapa. Sukuma hichi kidole, utaforce media na seedling itatoka. Taweka. Unachomeka hapa, unachomeka. Hadi zote zitatoka. Hapa utakuwa na miche mingapi? Miche 66. Uwe makini wakati unapanda mbegu. Nyanya ionekane, ukiweka hapa kidogo kwa sababu patakuwa pana maji, hautaiona tena. Uwe makini kwa kuhesabu. Weka katikati, usiweke pembeni. Kiweka pembeni umeharibu. Kiweka huku umeharibu. Kiweka mbili umeharibu. Moja katikati. Ukitumia taratibu zangu zote utakuja kuona hapa pamekuwa msitu. Pamejaa. Hiyo ni kitalu. Naipanda pamoja na udongo wake. Udongo wake ndio yaani ukishaitoa hiyo seedlings unapenda kuipanda pamoja udongo wake na udongo wake. Na udongo wake usitoe media. Panda hivyo. Sasa wakati wa kufikia pale, ile media pale juu sitafikia. Fikia tu pembeni. Chumba shimo kama la inchi 6. Kidogo. Umeona Ukishamaliza kupanda umeweza shambani zima kule. Mchukua hii sumu ya kisheti. Kwa ajili ya katu. Unachukua hii unafungua. Unachukua ile syringe unaingiza ndani. Unachukua unajaza ile bomba maji. Unaweka hata unatikisa hivi. Unashika ule mkono pale. Unatikisa vizuri unachangamana. Hii ndio kisheti. Hii ndio scissor. Umeona? Hii ndio dawa inaitwa scissor. Hii ndio dawa inaitwa golani. Zote hizi ni sumu contact. Hii ndio abamectin. Umeona? Hii ndio sumu inaitwa Nimrod. Umeona? Kwa ajili ya podamidium unashangaa kwa magonjwa. Dawa kunia. Hii hapa ni mbolea maji. Kamnyangalakane mama, kamnyangalakane jana wako wachapa kazi. Kamnyangalakane kuna mvivu wa mchovu. Kamnyangalakane alilia waiti site. Kamnyangalakane usituone mbele yako. Kamnyangalakane jana wako wachapa kazi.